nikutukuze wewe Bwana, wacha nikuimbie Bwana, wacha nikusifu wewe. Wewe unastahili, wewe unastahili. Tumshangilie Mungu vizuri. Tumshangilie Mungu vizuri. Na kwa unyenyekevu mwingi naomba ukaketi. Kwa unyenyekevu mwingi naomba ukaketi. Ninamshukuru Mungu, leo ni siku ya mwisho ya mikutano hii ya saa 7. Tunaweza sema hii ndio wiki ya kwanza kabisa kutoka wakati jambo hili lilileta shida ama ugonjwa huu ulileta tofauti. Lakini Mungu ametusaidia kung'oa nanga. It's another phase. Na ninajua na ninaomba kanisa zisifungwe na ugonjwa huu usiue watu, na biashara zirudi as normal, na watu wakae vizuri, na badala wakuwe maskini wakuwe tajiri. Bwana asifiwe. Na tumesoma katika neno, hata wakati adui waliinukia wana wa Israeli, badala wawe maskini walienda katika kambi, walienda katika eneo ambao adui zao wanakaa, wakachukua mbuzi, wakachukua kondoo, wakachukua utajiri, na wakapiga maadui zao na wakarudi na utajiri. This is what I'm saying, and this is what I declare. COVID will not leave us as poor, but we will be rich in Jesus name. Lakini tukasema vile vile ni nani huyo? Ni mtu alienda anajua Mungu ndiye msaada wake. Mtu ambaye anajua Mungu tu ndiye anaweza kumsaidia, then huyo ndiye Mungu atampigania. Maana hata wale waliomba kwenda kwa adui zao walimuomba Mungu, tusaidie ndio tukienda tung'eng'ane na adui zetu tuwashinde na turudi na ushindi. Naye Mungu akadhibitisha. This is what I want to tell you. Omba Mungu na atahakikisha umeshinda. Haleluya. Atakupa msaada katika jina la Yesu. Jana tulisoma Ezra. Wacha nisome tena. Ezra 5 aya yake ya 2. Nianzie hapo. Ezra 5. Nusu nifike hapo. Niko hapo Ezra 5 aya yake ya 2. Then Zerubbabel son of Shealtiel and Jeshua son of Zodokah set to work to rebuild the house of God in Jerusalem, and the prophets of God were with them helping them. Hiyo ndio neno nilikuwa natafuta. The prophets of God were together with them helping them. Si kuwa survey, si kuwa supervise. Manabii wa Mungu walikuwa katikati yao wakiwasaidia. Ningependa nikueleze, nabii anasimamia Mungu. Haleluya. Maana nasema nabii wa Mungu, na si nabii mmoja, manabii wa Mungu walikuwa katikati yao wakiwasaidia. Ni kumaanisha Mungu alikuwa katikati yao akiwasaidia. Mpendwa, Mungu tu ndiye anaweza kukusaidia. Na ndio sasa naweza uliza leo, nabii wako ni nani? Nabii wako ni nani? Nabii ni yule mtu ambaye amewekwa akuchunge, akulishe katika hali ya kiroho. Nabii wako ni nani? Manabii ni wengi. Hata sasa hivi tumefika wakati wa nabii, wana manabii wa uongo. Sasa hivi tuko siku za mwisho, manabii wa uongo wako wanapotosha watu. So manabii walikuwa katikati yao wakiwasaidia. Manabii wa Mungu, si manabii wengine, manabii wa Mungu. Let me read and then I go forward again. Verse 2. Then Zerubbabel son of Shealtiel and Joshua son of Jozadak set to work to rebuild the house of God in Jerusalem, and the prophets of God were with them helping them. Ukisoma maandiko yanasema walimaliza nyumba hiyo. Hata kama kuna watu ambao walisimama wanaanza kuambia mbona mnajenga, nani amewaruhusu kujenga nyumba hii, na mtuandikie majina ya watu wote ambao wanafanya kazi katika kujenga nyumba hii. Lakini maandiko yanasema macho ya Mungu ilikuwa juu ya wazee. That is verse 4. Sijui nisome verse 3. Inasema at that time Shebtai, governor of Trans-Euphrates, and Shethar-Bozenai and the associate were to them and asked, who authorized you to rebuild this temple and restore this structure? Then also asked, what are the names of men constructing this building?
Verse 5. But the eye of their God was watching over the elders of the Jews, and they were not stopped until a report could go to Darius and his written reply to be received. Macho ya Mungu ilikuwa juu yao. Hata kama kuna watu walikuwa wakiuliza maswali mengi, mnajengaje hii nyumba? Mmeianzisha namna gani? Na ilikuwa imesimamishwa. Imekuwaje mkasimamisha, mkaanza kujenga? Nani walipewa ruhusa? Mungu macho yao ilikuwa juu yao, maana pia manabii wa Mungu walikuwa pamoja nao. Wacha niende nyuma kidogo, nifungue Nehemia 6. Fungua Nehemia 6 aya yake ya 16. Nehemia alikuwa na maadui. Kama vile tunasema ugonjwa huu ni adui. Ni adui. Umeharibu mambo mengi. Hata ukiangalia kanisa vile tuko, even though naona, nashukuru Mungu mmejipa moyo, mmeji-encourage, you are here with me, meaning Mungu ana restore. Lakini ukiangalia sio vile tulikuwa. Kwa hivyo imeharibu. Na ikianza kuharibu nyumba ya Mungu, what do you think even outside? Hallelujah. So Nehemia alikuwa na adui kama vile tumekuwa na adui huyu ambaye ni mgonjwa. 16 inasema hivi. Nehemia 6 and verse 16. What does the Bible says? I'm reading. When all our enemy heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of God. Let me repeat again, verse 6. When all our enemies heard about this, all the surrounding nations were afraid and lost their self-confidence because they realized that this work had been done with the help of our God. Maandiko yanasema, Nehemia anashuhudia akisema, wakati kazi hii ishe ya kutengeneza ukuta, na mkijua akina Sanbalati na Tobia na wengine walikuwa wakifanya bidii kuharibu kazi hii, lakini Mungu alipotusaidia tukamaliza kazi hii, maadui wote waliposikia ya kwamba kazi hii imeisha, watu wote waliozunguka eneo hilo, mataifa yote yaliyozunguka eneo hilo walijawa na uoga, maana waligundua kazi ambayo tuliifanya ya kuregesha ukuta wa Yerusalemu ni Mungu ametusaidia. Mpendwa, tunaye Mungu ambaye anaweza kutusaidia kujenga kuta ambazo zimeharibika, hata kuta ambazo zimeharibiwa na COVID. Let me tell you, tunazijenga tena kwa msaada wa Mungu. Nasema hivi, kuta ambazo zimeharibiwa na ugonjwa wa COVID, ninakueleza kwa msaada wa Mungu tutajenga katika jina la Yesu. Na adui ambaye ni shetani atatetemeka akiwa bahari alipo, maana sisi tuko upande wa Mungu. Nehemia akasimama akasema, adui zetu wameogopa, adui wetu wameshikwa na mtetemeko, maana wamejua kazi hii, haleluya, imeisha juu ya kusaidiwa na Mungu. Let me tell you, tuna Mungu ambaye anaweza kutusaidia. Ni nini chako kimebomoka? Ni ukuta upi umebomoka? Wacha nikueleze, ukimwomba Mungu atakusaidia katika jina la Yesu. Tumuombeni Mungu apate kutusaidia. Hebu nikupeleke kwa neno lingine nilikuwa nikisoma linalifurahisha. Hebu tusome Mwanzo 49. Psalms 49 verse 25. This is the time when Jacob was blessing his children. Hapo ni wakati Yakobo alikuwa akibariki watoto wake. Lakini kuna maneno aliongea juu ya Yusufu. And that's why unaona Yusufu alifaulu even more than his brothers. He was the youngest, he was second young, lakini alifaulu juu ya maneno ambayo baba yake alitabiri kwake. Psalms 49 verse 25, what does the Bible say? Because of your father's God who helps you, because of the Almighty who blesses you with blessing of heaven above, blessing of the deep that lies below, blessing of the breast and womb. Verse 26. Your father's blessing are greater than the blessing of the ancient mountain, than the bounty of the aged old hill. Let all this rest on the head of Joseph, on the brow of the spring among his brothers. Mungu akaeleza Yusufu
kwa sababu ya Mungu wa baba zenu aliyewasaidia. Huyo ndiye baraka ninakupatia kwake. Huyo Mungu aliyesaidia, huyo baba Mungu aliyesaidia watu wa Israeli, huyo ndiye nimekupatia. Mambo yote aliyoyafanya nimekupatia. Wewe imagine baba yako alikuwa amekupa baraka kama hizo. Imagine anaambia Yusufu mambo hayo yote ambayo Mungu alifanya akisaidia, anatumia neno kusaidia. Do you know, kuna wakati Mungu alishughulikia waovu, hataji hizo, anaondoa hizo, anasema mahali Mungu alisaidia, hizo ndio baraka ninakupea. What does that tell you? We have God who is able to help us even in all situation. Na ndio unaona Yusufu hata wakati ndugu zake walimchukia, Mungu alimsaidia. They intended to kill him for sure. Lakini kukawa kijana mmoja ambaye roho wa Mungu alikia akisema kuliko tumuue, tupeni katika shimo. Mungu vile vile akasababisha wanabiashara wa Arabu wakawa wakipita hapo. Na ule kijana akasema, sasa nimegundua, tumtoeni kwa shimo tumuuze. Hiyo ni kazi ya Mungu. Mungu alimsaidia. Hata alipoenda kwa Potifa, mke wake akataka kumnajisi, akasema amefanya dhambi, akatupwa gerezani. Mungu alimsaidia hata kwa gereza. Na mpaka akamtoa kwa gereza, akamfanya kuwa mtu mkubwa. Hizo ndio baraka Yakobo alitaja kwa huyu mtoto. Maandiko yanasema ule Mungu aliyesaidia baba zenu, huyo ndiye nimekupatia baraka zake. Wewe unafikiri ni baraka za aina gani mtu akibu? Kuna Mungu ambaye anasaidia, na huyo ndio nimekupatia. Nisome niende mbele kidogo. Verse 25. Because of your father's God who helps you. Because of your father's God who helps you. My God. Mimi nikiambiwa hivi hata siwezi taka kitu kingine. Mungu akikusaidia, you are rich enough. Mungu akikusaidia, you are healthy enough. Mungu akikusaidia, you are favored enough. Hallelujah. Na ndio unaona Yusufu alikuwa na favor. Hata na mfalme akawekwa second to the king, na akamwambia isipokuwa ni kidogo juu ya sheria za watu wetu ndio nimejifanya kuwa na bwana. Ushaisoma neno hilo? Farao alisema kwa sababu ya sheria za watu wetu ndio tu nimekuwa namba 1 na wewe namba 2. Kumaanisha ni sawa na Yusufu alipokuwa namba 1. Maana vile Yusufu alisema ndio Farao alikuwa akifanya. Haleluya. So hiyo ndio favor za Mungu ambaye alisaidia baba zetu. Huyo ndiye nimekupatia kusaidie. Mpendwa, hata leo ninakupatia huyo Mungu. Ninakupatia huyo Mungu akusaidie kwa kazi yako, kwa familia yako, ukiwa safarini, ukiwa kanisani, ukiwa popote panaposimamia wema wa Mungu. Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Nasikia kusoma tena. Because of your father's God who helps you, because of the Almighty, hallelujah, who blesses you with the blessing of heavenly above, blessing of the deep that lies below, blessings of the priest and the womb. My God, hey, the priest, maandiko yanasema baraka za the priest. Sitaki kutaja na hiyo priest ni mzuri na Kisungu. Ukitaja na Kikuyu haikuji vizuri sana. Lakini sasa bado huwezi badilisha. And then in baraka za womb, the womb, nimekubali huyo Mungu ambaye anasaidia. Na announce leo wewe umefika lunch hour. Hizo ndio baraka ninakuachilia nazo. Amen. I release you with those blessings, the blessing of the priest, the blessing of the womb. Hata kuna wakati watu wanasema kama mtoto hakunyonya vizuri, huo ni kama mjinga. Ukisikia the blessing of the womb. Hata siku hizi generation, ninataka niongeleze the young generation ambao wanazaa mtoto wanampea maziwa ya ng'ombe. Wacheni hiyo maneno. Wacha kufanya mambo hayo. Zaa mtoto, mnyonyeshe matiti ambayo Mungu alikupa ili kwamba mtoto awe na nguvu inayostahili. Wacheni kupea watoto maziwa ya ng'ombe unless you are sick. Lakini kama uko na afya tu unataka kukaa kaile tukawekate mwana wako atule mke. Baraka mwana ni kitumwa hiyo ndoke. Haleluya. Wacha niende mbele. Exodus 2
Okay, siongei kuhusu wamama, ni ile tu nimesikia the blessing of the womb, the blessing of the priest. My God, hizo ni baraka nzuri. Yakobo kwa Yusufu alibarikiwa. Lakini anabarikiwa juu ya Mungu ambaye alisaidia watu wake. Oh, saa yangu imeisha, nisome hii tukutane Jumatatu katika jina la Yesu. Exodus 2 verse 23 and 24, tuone. The man said, nisikuwe nimekosea, nimeenda pahali stahili, that's why nimeshika. Exodus 2 verse 23. Kuna neno mzuri hapa linaongea kuhusu Mungu ambaye anasaidia watu wake. 2 and verse 23. I'm there. During that long period, the king of Egypt died in Israel. The Israelites groaned in their slavery and cried out, and their cry for help because of their slavery went up to God. Hapa ni wakati wana wa Israeli walipelekwa katika the slavery, ama katika utumwa katika Misri. Na usisahau bado Yusufu alienda ndiye akawafuata. Huyu mwenye anabarikiwa alienda pamoja, walimkuta huko. Bwana asifiwe. Na maandiko yanasema ya kwamba walipoenda huko wakawa na kilio kingi na huzuni juu ya shida, wakamulilia Mungu juu ya shida zao, wakamulilia Mungu ambaye anaweza kuwasaidia. Na maandiko yanasema kilio chao kikamfikia Mungu. Bwana asifiwe. Na shukuru Mungu, ukimlilia Mungu kilio chako kifike kwa Mungu, ana njia. Yeye huwa anyamazi. Ukimwomba Mungu akusaidie huwa anyamazi. Na maandiko yanasema namna gani? Verse 24. Verse 24. God heard their groaning and remembered his covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. So God looked on the Israelites and was concerned about them. Na hapo ndio Mungu aliamua hawa watu hawatakaa tena Misri. Haleluya! Aliposikia kilio chao, akasikia huzuni wao, akataka kuwasaidia na akachukua hatua. Na hapo ukisoma chapter 3, hapo ndio Mungu anampata Musa. Na kesho tutaongea kuhusu Musa, vile Mungu alimsaidia Musa. Hata kama Musa alitumwa akaokoe wana wa Israeli, alikuwa amesaidiwa pia. Kwa hivyo ukisaidiwa na Mungu, Mungu atakutumia kusaidia watu wengine. Haleluya. Nikitumiwa kukusaidia, yani nikiwa nimesaidiwa na Mungu, ninaweza kukusaidia katika jina la Yesu. Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli, akainuka akasema hawatateswa tena. Ninaomba leo ninapomaliza, hautateswa tena katika jina la Yesu. Ninasema ugonjwa huu hautatutesa tena. Sisi ni watoto wa Mungu katika jina la Yesu. Simama. Ninakushukuru Mungu maana ninahubiri kwa uwezo wako kuhusu jinsi wewe ni Mungu mwenye msaada. Wewe ni Mungu ambaye unasaidia watu wako. Ulibariki Yusufu na kumwambia ya kwamba vile ulisaidia baba zao utamsaidia, na tumeona dhahiri kwa Biblia ulimsaidia Yusufu naye akasaidia wana wa Israeli katika jina la Yesu. Tunataka utusaidie Mungu, hatuwezi bila wewe, hatuwezi bila nguvu zako katika jina la Yesu. Ninabariki kila mmoja ambaye amekuja leo, upate kumsaidia. Tukatutiganilie kai. Usituachilie, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Tuseme amina mzuri. Tupige